moyo wa kusita au roho ya kusita inavyoweza kuwa mlango wa kuondoa uwepo wa Mungu katika maisha ya mtu. Kitu ambacho jambo la kwanza ambalo Mungu aliloachilia tukajifunza kwenye hilo eneo ni kwamba mpango wa Mungu alipomuumba mwanadamu katika bustani ya Eden, Mungu aliweka utaratibu au aliweka mfumo utakaomwezesha mwanadamu na Mungu kutembea pamoja. Na ndio maana Biblia inasema kwamba ijalizeni furaha ya Mungu, lakini pia mkiacha amani ya Kristo ikiamua kwa wingi ndani. Tafsiri ya kwamba ni kumwacha Yesu Kristo yeye amue zaidi kwenye maisha yako kuliko wewe unavyoweza kujiamulia kwenye maisha yako. Kwa nini? Mungu ni anautangaza mwisho kwanza kabla ya mwanzo. Na Mungu alipomuumba mwanadamu akamweka katika bustani ya Eden, lengo na kusudi lilikuwa ni moja tu, ya kwamba watembee pamoja. Na ndio maana tunaona kwamba kila ilipokuwa ikifika jioni, Biblia inasema jua linapopunga, Mungu alikuwa akishuka katika bustani ya Eden. Alipokuwa akishuka kwenye bustani ya Eden, alikuwa akizungumza na Adam, alikuwa akizungumza na mkewe Eva. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake kila itwapo leo, uwepo wa Mungu ulikuwepo kwa kiwango kikubwa katika bustani ya Eden. Eva alipofungua mlango katika moyo wake, akajikuta anapoteza uwepo wa Mungu uliokuwemo ndani ya mume wake. Kwa nini? Lango mojawapo linaloweza kuondoa uwepo wa Mungu kwenye maisha yako ni moyo wa kusita. Kwa nini? Biblia inasema nyoka alikuwa ni mwerevu sana katika wanyama wote aliowafanya Mungu mwituni. Nyoka akapata nafasi ya kuwa anazungumza na Eva. Tunaona sawa? Eva akaupa nafasi moyo wake kusikiliza ambacho Mungu anazungumza na kusikiliza ambacho nyoka anafanyaje? Anazungumza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ndani yake Eva ulikuwepo moyo wenye kusita. Kwa nini? Anamwambia Bwana alisema tusile matunda ya mti wote, kwa sababu tutakapokula tutafanyaje? Tutakufa. Lakini nyoka anamwambia kwamba Mungu amewaficha ili msije kujua mema na nini. Nazungumza na mtu hapa. Kwa hiyo mtakapokula matunda haya, macho yenu yatafumbuliwa, mtakuwa kama nani? Kama Mungu. Mkishakuwa kama Mungu, nani mtapata nafasi ya kujua mema na nini. Hapa katikati Eva anatamani kutembea kwenye kusudi, kwenye mpango wa Mungu. Tunakwenda sawa sawa? Lakini pia anatamani kutembea katika wazo ambalo nyoka alimwambia katika bustani ya wapi? Ya Eden. Kwa hiyo akajikuta yuko katikati. Alipojikuta yuko katikati, Biblia inasema ya kwamba sauti ya nyoka ikawa ina nguvu zaidi kuliko sauti ya nani? Ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize. Moyo wako ukiwa una sita katikati ya mawazo mangapi? Mawili. Uwe na uhakika ya kwamba kuna jambo utalikataa kwenye maisha yako na kuna jambo utalikaribisha kwenye nini? Kwenye maisha yako. Sisi nazungumza na mtu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake walipokubali sauti ya nyoka
ikawa ina nguvu kwenye maisha yao. Maana yake wakakubali kuondoa ile sauti ya Mungu iliyobeba uwepo wake kwenye maisha yao. Kwa wakajikuta wanamkataa Mungu, wanamkubali shetani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukaangalia kitabu ambacho kilichobeba somo letu ni kitabu cha Wafalme wa Kwanza, ile sura ya 18. Sura hii Mungu anatuonyesha namna ya watu walivyokuwa wakisitasita na namna alivyokuwa akiondoka katikati yao. Nilikwambia hivi, jambo mojawapo ambalo Wakristo wengi linalofanya tusiuone uwepo wa Mungu kwa uhalisia kwenye maisha yetu, maanake ndani yetu tuna mioyo au tuna moyo wa kufanyaje? Wa kusitasita. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema moyo wa kusitasita sipendezwi nao. Kwa nini? Biblia inasema kitabu cha Wafalme wa Kwanza ile sura 18 kuanzia kifungu cha kwanza. Maandiko yanasema, ikawa baada ya siku nyingi neno la Bwana likamjia Elia katika mwaka wa 3 kusema, enenda ukajionyeshe kwa Ahabu, nami nitaleta mvua juu ya nchi. Kwa nini analeta mvua? Ahabu na Elia walikuwa ni watu waliozaliwa katika malango ya kifalme. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Elia alikuwa ni washangazi, Ahabu alikuwa ni wa mjomba. Kwa hiyo Ahabu anapata nafasi ya kukalia kiti cha kifalme. Elia Mungu anamchagua kuwa nabii katika Samaria. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba Ahabu akatembea sawa sawa na Mungu. Ahabu akaenda kuoa wake, akaoa mwanamke katika nchi za Moabu, katika watu waliokuwa wakiabudu miungu ya bahari. Akamwoa mwanamke Yezebeli. Yezebeli alipokuja kwa Ahabu, alikuja yeye akaja na nini? Na miungu yake. Tunaona sawa sawa. Yezebeli akamwambia Ahabu, kama ulivyojenga hekalu la Yehova, ndivyo utakavyojenga hekalu la nani? La Baali. Kwa hiyo katika familia moja, katika taifa moja, katika ikulu kuna madhabahu mbili. Kuna madhabahu ya Yehova, kuna madhabahu ya nani? Ya Baali. Nini? Ahabu akajikuta anamtumikia Baali, akajikuta anamtumikia nani? Yehova. Kwa nini? Mungu alipoona vile, manake Ahabu Baali anamtaka, Ahabu akajikuta na Yehova anafanyaje? Biblia inasema ya kwamba Mungu akaondoa uwepo wake katika nchi ya Samaria. Usisahau, kinachowafanya wachawi wakuokope sio kwa sababu umeokoka. Tunaona sasa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka hiyo uelewe. Kitakachofanya wakuokope ni ule uwepo wa Mungu ulioko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake wakija wanamkuta Mungu kwenye maisha yako. Na ndio maana kilichopasua bahari ya Shamu sio fimbo ya Musa, ni uwepo wa Mungu uliokuwepo kwenye kusanyiko la Israeli. Maana yake uwepo wa Mungu unafanya yale yasiyowezekana yafanyaje? Yawezekana. Na ndio maana swala sio kuomba. Na ndio maana wako Wakristo wengi ambao usiku lazima hawawezi kulala bila kuomba, lakini wanaomba na bado wanawangiwa. Shetani haokopi kwa sababu naomba. Kinachomwokopesha shetani kwenye maisha yako ni uwepo wa Mungu uliye naye. Tunaona sasa. Waombaji anaweza kanielewa. Unaweza kukuta kuna mtu anakemea pepo, na hilo pepo linamwambia toka kwa jina la Yesu. Maana yake haliokopi Yesu unayemtaja. Kinachomwokopesha huyo Yesu unayemtaja yuko kwenye moyo wako kweli. Na hiyo maana wana wasikewa walihubiri na kuombea watu kwa jina la Yesu. Yale mapepo yakawaambia hivi, tunamjua Petro, tunamjua Yesu, tunamjua na Paulo, ninyi ni akina nani? Bwana Yesu asifiwe.
Biblia inasema yakawarukia yakawalalua. Kitu gani kitofanyika? Kwa hiyo kitakachomwogopesha shetani kwenye maisha yako sio kwa sababu unaitwa Mkristo, sio kwa sababu kila Jumapili unasali, sio kwa sababu kila kwenye maombi unahudhuria. Kitakachomwogopesha shetani kwenye maisha yako ni uwepo wa huyo Yesu kuwepo kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Ahabu akajikuta napoteza uwepo wa Mungu, ambao ule uwepo wa Mungu ulikuwa unatawala pamoja na Ahabu. Ulikuwa unampa nguvu na sauti ya kimamlaka kwenye kila hatua, kwenye kila jambo analolisogelea. Na hapa watu walio wengi wanakuambia hawako lazi kuwapoteza watu walionao, ila wako tayari kupoteza uwepo wa Mungu. Usielewe ya kwamba hao watu ambao utamani kuwapoteza, huo uwepo unaotamani kupoteza, hao watu hawakuja kwako kwa sababu wanakujua. Walikuja kwako kwa sababu uko uwepo wa Mungu ulioleta kwenye maisha yako. Ahabu, Biblia inasema njaa ikawa nzito katika Samaria. Maandiko yanasema Mungu akamchukua Elia akampeleka katika kijito cha Kishoni. Kwa Mungu aliondoa. Kwa nini? Ahabu bahari anamtaka, lakini na Yehova anafanyaje? Kwa hiyo akawa na tabia ya kutoa sadaka kote kote. Manake kwa bahari anatoa, lakini pia na kwa Yehova anafanyaje? Anatoa. Ikafikia hatua bahari akawa na nguvu katika Samaria kuliko Yehova. Baadaye nakuonyesha kwenye kitabu cha Ufalme ili wa pili ile sura 19. Biblia inasema kwamba walipoendelea mfalme wa Samaria, mfalme Senakeribu akawachukua watu, akawakamata wa Samaria wote, akawaondoa katika miji ya Samaria. Biblia inasema kwamba mji wa Samaria walikuwa wamemchagua Yehova. Akawafukuza, akawaleta watu katika mji. Biblia inasema akawaleta watu kutoka Sefavaimu, akawaleta kutoka Hava, akawaleta kutoka katika majimbo na katika kila eneo, akawaleta wakae katika nchi ya wapi? Ya Samaria. Biblia inasema hawakujua kawaida ya Mungu wa wapi? Wa Samaria. Biblia inasema kwamba Mungu wa mji akaanza kuwatesa. Biblia inasema wakamwambia wale walioleta kutoka katika Sefavaimu, Hava, Hamasi na Babeli, hawakujua kawaida ya Mungu wa lile eneo. Peleka nabii awafundishe kawaida ya Mungu. Nami leo Mungu ameleta kwenye maisha yako ni kufundishe kawaida ya Mungu kutembea, ya kwamba ili wakusita sita. Kwa hiyo yawezekana hauna tofauti na wale watu ambao Paulo alipoenda katika ile nchi akakuta wanasali kwenye kanisa la Mungu asiyefanyaje? Asiyejulikana. Nisiwafiche watu wa Mungu, Wakristo wengi wanamwabudu Yesu asiyefanyaje? Wasiomjua. Wanamwabudu Mungu asiyefanyaje? Asiyejulikana. Kwa hiyo Ahabu anatoa kwa bahari, anatoa huku. Biblia inasema Mungu akaondoa uwepo wake katika mji wa Samaria. Maandiko yanasema njaa ikawa nzito. Mungu akampeleka Elia katika kijito cha Kishoni. Manabii wa Mungu waliokuwepo huku, Yezebeli akataka kuwaua. Kwa nini anataka kuwaua? Maana yake alizungumza kwamba njaa iliyotokea kwenye nchi, lango ni manabii wa nani? Okay. Hii itakusaidia. Utaenda kusoma kwenye kitabu cha Wafalme wa pili ile sura ya 6 kuanzia kifungu cha 24. Biblia inasema kwamba kukatokea njaa nzito katika Samaria, hata kichwa cha punda kikauzwa, watu wakala mavi ya njiwa. Biblia inasema kwamba mfalme wa Samaria akasema mambo haya hayawezi kutupata kwenye mji ikiwa katika huu mji manabii wa Mungu nini? Wapo. Manabii wa Mungu wapo. Kwa akasema lazima Elisha afe. Haiwezekani Mungu atupige na manabii wapo. Haiwezekani Mungu atutese na watumishi wake wapo. Kwa hiyo manabii wa Mungu wanaanza kuuawa. Obadia anawachukua na waficha kwenye mapango 150
50 anawaficha, anawalisha chakula cha hekalu. Kwa nini? Uwepo wa Mungu umeondoka kwenye nchi. Biblia inasema njaa ikawa nzito katika Samaria, mvua haikunyesha kwa muda wa miaka 3 na miezi 6. Maana yake hakuna aliyelima akavuna. Tunaona sawa sawa? Maana yake hata kile ambacho kwa chakula akiba ya nchi. Biblia inatuonyesha kwamba Elia kwenye sura 17 alienda mpaka kukaa kwa mwanamke wa wapi? Wa Sarepta. Akatunzwa kwa muda wa miaka 3 na miezi 6 akiwa amekaa huko Sarepta. Nini? Njaa ni kali. Kitu gani kimefanya njaa? Moyo wa kusitasita uliokuwepo kwa Ahabu. Maana yake imeondoa uwepo wa Mungu katika nchi. Nisikilize mtu wa Mungu. Kuna mambo unaweza ukayaona kama vile Mungu hakuoni wala kusikii. Kumbe tatizo aliko kwa Mungu wala tatizo aliko kwa shetani. Tatizo liko kwako mwenyewe katika kufanya nini? Maamuzi. Wakati Yoshua anapewa kijiti na Musa, Bwana Yesu asifiwe. Baadaye kukatokea tabu, kukatokea shida. Shida gani? Watu ikafikia hatua wanamtaka Yehova, lakini wanataka miungu ya ai. Yoshua akasimama akasema, ifikia hatua mchague hivi leo mtakayefanyaje? Mtakayemtumikia. Kama ni miungu ya wenyeji wa nchi, chagueni. Kama ni Yehova, mfanyaje? Mchague. Kwa sababu haiwezekani leo mko kwa Yehova, kesho mko kwenye miungu mingine. Yoshua akawaambia, chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Akawaambia, ila mimi na nyumba yangu tutamtumikia nani? Bwana. Njaa ikawa nzito. Ahabu akawaambia, mkimwona Elia muue. Kwa nini? Mabaya hayawezi kutupata kwa sababu humu kwenye mji kuna nini? Kuna nabii. Na Wakristo wengi wa sasa hawana tofauti na Ahabu. Kwa nini? Watu wengi sana huwa wanatamani sana Mungu awasaidie wakati pale ambapo waganga wao wameshindwa, miungu yao imefanyaje? Imeshindwa. Na wakienda kwa Mungu wanahitaji commandment, Mungu ni afanye. Wakati maisha yao yalikuwa ni maisha ambayo Mungu hana nafasi kwao. Kwa Ahabu anamtafuta Elia. Alipokutana na Elia akamwambia, mtabishaji wa Israeli. Elia anamwambia hivi, Ahabu, sio mimi niliowatabisha Israeli, bali ni wewe na nyumba yako mliowatabisha nini? Israeli. Ndio anashangaa tena kwamba unajua mtumishi kwa kama vile Mungu alioni sasa. Sio shida Mungu aoni. Sio yeye, ni wewe uliowatabisha Israeli. Ni wewe uliyetabisha familia. Kwa nini? Kwa kusitasita. Elia anamwambia Ahabu, sikiliza, umekaa kwenye kiti cha kifalme, umepakwa mafuta ya utukufu na Mungu. Lakini leo manabii wa Bwana nimebakia mimi peke yangu. Lakini manabii wa bahari wanaokula na kunywa mezani pako ni wengi. Manabii 400 wa bahari na manabii 400 wa nini? Wa Ashera. Manake zaidi ya manabii wa watumishi wa shetani, zaidi ya 800 wako kwa Ahabu. Lakini manabii wa Bwana watu wamefanyaje? Wameuawa. Lakini anapotaka msaada, anataka kasikie neno kwa nani? Kwa Yehova. Nisikilize, moyo wa kusitasita huwa unauondoa uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Elia akawaambia Ahabu, nikusanyie Israeli tukutane wote Karmeli, niletee nao manabii wako wa bahari. Elia akawaambia wale watu ya kwamba mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini?
Swala sio njaa inayowatesa, swala sio wachawi wanaowatesa, swala sio magonjwa yanayowatesa, swala sio maskini uliopo katika nchi, swala sio mateso yaliyoko katika nchi. Swala ni mtasita katikati ya mawazo mawili, hata lini? Nisikilize mtu wa Mungu, ukiwa unasita kwenye mambo mawili, manake Mungu unamtaka na shetani unamtaka, uwe na uhakika kwamba shetani hata kusaidia wala Mungu hatafanyaje. Kwa sababu kwenye kitabu cha Isaya sura ya 42 Mungu anasema, mimi Mungu nimeapa kwa nafsi yangu ya kwamba utukufu wangu simpi yeyote, wala sifa zangu siwapagi sanamu. Anasema nimeapa, ni kwa nafsi yangu, utukufu wangu simpi mtu. Na ndio maana mkiwa mna familia moja yenye mitazamo miwili, ni ngumu sana Mungu kujifunua kwenye familia, kwa sababu kuna jambo Mungu anaweza kalitenda, kuna mwingine akashukuru akasema Yehova amefanya, halafu mwingine anakuambia mganga nilionayo ni balaa, simwachi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui nazungumza na mtu hapa. Amen. Nazungumza na mtu hapa. Amen. Kwa sema utukufu wangu simpi mwingine, simpi mwingine yeyote. Kwa hiyo Elia anawaambia swala sio kuwa njaa katika nchi, swala ni mtasitasita katikati ya mawazo mawili, hata lini? Yesu anazungumzaje kwenye kitabu cha Mathayo sura 24? Anasema hivi, hakuna mtu aweze kutumikia mabwana wangapi? Wawili. Anasema atampenda huyu na kumwacha huyu, atamdharau huyu na kushikamana na huyu. Maana yake hauwezi ukamtumikia Mungu na miungu mingine kwa huo wakati. Yaani unatamani Yesu atende, lakini dhambi bado inakutesa, uchawi bado unakutesa, maana yake uongo bado unakutesa, uzinzi bado unakutesa, usengenyaji bado unakutesa. Kweli ndani yako haipo, maana yake unasitasita katikati. Hao watu walikuwa wanamtaka Yehova, hao watu walikuwa wanahitaji miungu mingine. Unakuta ni muombaji, ni mlokole, Mungu anamtaka, baadaye mambo yakimbana anakuambia unaweka msalaba pembeni, utatubu baadaye. Unaweka msalaba pembeni, utatubu wapi? Baadaye. Maana yake unaambatana na miungu mingine, unaambatana na miungu mingine. Kwa kesho na kesho kutwa umebanwa mahala, maana yake Mungu anashindwa, yaani unashindikana usaidiliwe wapi. Ahabu anashindwa asaidiliwe wapi? Maana yake kwa Yehova anatoa na kwa bahari anafanyaje? Anatoa. Elia anawaambia mtasitasita katikati ya mawazo mawili, hata lini? Mtasitasita katikati ya mawazo mawili, hata lini? Na ndiyo maana leo watu wengi wanataka kumuona Yesu akitenda kwenye maisha yao. Biblia inasema kwamba kizazi hichi kinataka ishara, ila hakitapata ishara isipokuwa ishara nabii nani? Ya nabii Yona. Ni kukaa kwenye tumbo la nyangumi, umetapikwa na shombo za kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake kwamba Mungu unamtaka, lakini bado kuna mambo mengine unafanyaje? Unataka. Maana yake unakuwa huko katikati, huko kushoto hauko kulia, hauko kulia wala hauko kushoto, katikati. Maana yake ukisikia mahubiri ya mtumishi wa Mungu unatamani usikie, ukisikia maombi ya mtumishi wa Mungu unatamani, lakini ukisikia kuna mganga mahala, ukisikia kuna michiriku mahala, yaani kila kitu unataka. Biblia inasema kwamba chagueni hivi leo mtakayemtumikia. Ili Mungu ajitukuze kwenye maisha yako, lazima ujichagulie ni aina gani ya Mungu unayetembea naye. Kama ni miungu yenu, tembeeni nayo. Unajua katika kitu ambacho waga na shangaa, hakunaga wasanii wazuri wa maigizo kama walokole, kama Wakristo. Ukimtazama naomba, unaweza kuhisi kwamba limeokoka, ila yaliyomo ndani yake. Unashangaa mtu analalamika, mtumishi nimezulumiwa. Nani amekudhulumu? Sasa ukimtazama aliyemdhulumu na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna unakuta mtu anadai haki yake, ukiangalia wanaompotezea haki yake ni watu wa kanisa.
Paulo anasema hawa ndio wanaonena kwa lugha kwa uongo. Kwa nini? Wana miungu yao mingine. Israeli, ukisoma kwenye kitabu cha Samuel wa kwanza ile sura 7, fungua. Kwanza kifungu cha kwanza. Biblia inasema hivi: na hao watu wa Kedari ya Uyalimu wakaja wakalichukua sanduku la Bwana, wakalileta ndani ya nyumba ya Abinadabu huko kilimani, nao wakamtenga Eleazari mwanao ili alilinde sanduku la Bwana. Ikawa tangu siku hiyo ambao sanduku lilikuwako Kedari ya Uyalimu, wakati ulikuwa mwingi, kwa maana ilikuwa miaka 20, na nyumba yote ya Israeli wakamwombolezea Bwana. Basi Samueli akawaambia nyumba yote ya Israeli akisema, ikiwa mnamrudia Bwana Mungu wenu kwa mioyo yenu yote, basi iondoeni Mabaali na miungu mingine, nayo masitoshelezi yatoke kwenu, mkamtengenezee Bwana mioyo yenu, mkamtumikie yeye peke yake, naye atawaokoa katika mikono ya Wafilisti. Hawa watu, sanduku la Bwana lilikuwa liko mbali. Wakaona kwamba tunapigwa, ni sanduku liko wapi? Ngoja tulifuate. Nisikilize. Kuna mtu anakuambia, unajua sasa hivi napigwa ni kwa sababu humu ndani sijamimina maji ya baraka, sijaweka mafuta upako, sijaweka chumvi. Nyenyua, hamishia vyote ndani. Ila kama bado na moyo wa kusitasita, wachawi watakupiga tu na mafuta unayo. Wakasema tunapigwa ni kwa sababu sanduku la agano liko mbali. Sanduku la agano liko mbali. Biblia inasema ya kwamba wakaenda kulichukua lile sanduku la Bwana kutoka kilimani, wakalichukua wakalileta, wakamwita Samueli. Samueli alichowaambia, alisema, ikiwa kama mnamrudia Bwana Mungu wenu kwa mioyo yenu yote, ondoeni miungu migeni itoke kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake nini? Wanatamani Yehova atende kwenye maisha yao, ila mioyo yao bado ina miungu migeni. Mioyo yao bado inatamani vitu vingine. Mioyo yao bado inatamani uzinzi waliokuwa nao, wanatamani ushirikina waliokuwa nao, wanatamani mizimu waliokuwa nayo. Anasema ikiwa mnamrudia Bwana Mungu wenu kwa mioyo yenu, ondoeni kwanza miungu mingine. Ondoeni Mabaali na Mathoreshi, mkamfanyie Bwana mioyo mingine iliyopondeka, ambayo hiyo mioyo haitambatana na miungu mingine. Leo tuna Wakristo ambao wanamtaka Yehova lakini wana bahari zao. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwatazama kwa macho wanamtumikia Yehova, ila mioyo yao imeambatana. Biblia inasema mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Unaitwa mlokole, unaitwa uliokoka, unaitwa ni mchungaji, unaitwa ni nabii, unaitwa ni askofu, unaitwa ni mwinjilisti, unaitwa ni muimbaji. Je, maisha yako yamemchagua kweli Yesu sawa sawa, au ndani yako bado unasitasita? Wewe ni Mkristo. Maana yake Ukristo, wapendwa, nishaambia Ukristo sio dini. Ukristo ni cheo. Yesu alianza na wafuasi 12. Wale wafuasi wamekuwa nao kama wanafunzi, wamejifunza, wakatoka wakaitwa mitume. Tunakwenda sawa sawa? Wakaanza kutenda kazi. Wametenda kazi pamoja na Yesu. Wakavuka hatua ya kuitwa mitume, wakaitwa Wakristo. Maana yake hawa tayari Yesu yani kesho na kesho kutwa akija, mazao yake yanayo. Maana yake swala la kuitwa Mkristo ni level ya kumfahamu Mungu kwa kiwango cha juu kabisa. Someni Biblia yenu. Kwa swala la kuitwa Mkristo ni swala la kumwelewa Mungu kwa level zingine, ni swala la kumwelewa Mungu kwa ngazi zingine, ni swala la kumwelewa Mungu kwa utukufu mwingine kabisa. Sasa wengi wana jina la kuwa hai, lakini wamefanyaje? Kwa nini wamekufa? Wanasitasita katikati ya mawazo mawili, wanasitasita katikati ya mambo mawili. Paulo anasema kwamba ikiwa Bwana ndiye Mungu, fateni, na kama bahari ndio Mungu wenu, basi fanyaje? Fateni.
Nisikilize mtu wa Mungu. Yawezekana ya maneno kuna watumishi hawezi kukwambia, kwa sababu wanajua wakikwambia utakasirika kanisani, hutakuja. Ila nakwambia kwamba wewe endelea kwenda kanisani, muite Yesu, muite na miungu yako. Endelea kuwa kanisani, kuwa mzee wa kanisa, lakini endelea kuwa mlevi. Ila Biblia inasema ya kwamba utasitasita katikati ya mawazo mawili. Hata lini? Kama Bwana ndiye Mungu, mfuate. Kanuni zake ameziweka. Huwezi ukatafuta baraka kwa Mungu ukiwa una mambo mawili kwenye maisha yako, hutazipata. No. Mtumishi unazungumza nini? Fungua kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 28. Biblia inasema wazi ya kwamba mtakaposikiliza sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kutunza na kufanya maagizo yake yote ni kuagizayo hivi leo, Biblia inasema ndipo atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Ndipo atakapokutukuza juu ya yote nini? Wengi wanataka kaka mstari kapili, ndipo atakapokutukuza juu ya mataifa yote. Tazama, kapu lako halitapungua, utakopesha mataifa, wewe hautakopa. Ukija kwenye uhalisia, ukauchukua mstari ukaweka kwenye maisha yako, ndugu yangu, wewe ndio una mikopo kuliko hata wengine. Una sita katikati ya mawazo mawili. Kuna mtu anakuambia kwamba mimi natamani kumtumikia Mungu. Ni kweli ana moyo unawaka, lakini bado ana mambo yake mengine ambayo anaona hawezi kuyaacha. Na ndio maana kila itapo leo Wakristo tunazunguka milima ya Sairi. Kipindi tunaenda kumbe tuko pale pale. Maana yake nini? Mungu hajapata nafasi. Na ndio maana Yesu anasema anayetaka kunifuata ni ajikane, ajituke msalaba wake kila siku. Sio siku moja, sio mwaka mmoja, sio miaka miwili, sio miaka. Anasema kila siku afanyaje? Anifuate. Paulo anafika Galatia. Paulo ile Galatia sura ya 4 kifungu cha 19 anasema vitoto vyangu ambao nawaonea utungu tena mpaka Kristo ombike ndani. Paulo anaingia kuomba maombi yasiokuwa na mwisho. Na malaika, Biblia anasemaje? Walipokwisha kusema hayo, malaika wa Bwana waliimba wimbo usiokuwa na mwisho. Kwa unajikuta kwamba leo unamtaka Mungu kidogo, ila kesho unataka mambo yako. Kesho unaona kwamba okay, haina shida. Unajua Mungu, sikiliza, Mungu hatangamani na miungu mingine. Mungu hatangamani na vitu vingine. Sikiliza mtu wa Mungu, ukiomba ili watu wakusifu, jua unajiabudu mwenyewe. Ukitoa mambo kwa Mungu, watu wakutukuze, sikiliza, unajitukuza mwenyewe. Hicho ndicho kilichomfanya Yusufa aondoke kwenye maisha yake. Manake ukiimba leo watu wakufurahie, manake unajiabudu mwenyewe. Manake una miungu mingine. Ukiona Mungu hana kipaumbele kwenye maisha yako, ila ulionayo ndio ana kipaumbele, elewa kwamba hiyo ndio mambo ambayo yanamzuia Mungu asifanye jambo kwenye maisha yako. Kisoma Kumbukumbu la Torati ile sura 10 sura 8, anawaambia je Israeli? Anawaambia mtakapoona mmeingia kwenye nyumba katika nchi, umejenga nyumba, umekaa ndani yake, fedha yako inapoongezeka, dhahabu yako inapoongezeka, nini na kikapo chako kisipopungua, anasemaje? Hapo moyo wako usije ukainuka. Hapo moyo wako usije ufanyeje? Ukainuka. Ukasema kwamba ni kwa juhudi zako na kwa akili zako. Anasema hapo utamkumbuka Bwana Mungu wako. Utamkumbuka yeye Mungu wako, kwa maana yeye ndiye akupaye nguvu za kupata nini? Utajiri. Utamkumbuka Bwana Mungu wako. Wangapi leo ni Wakristo, ni waombaji, kuna mambo akitokea na kuambia nisingekuwa kupambana. Sikiliza, haupambani wewe, unapambaniwa. Bwana Yesu asifiwe. Haufanyi wewe. Na ndio maana sio kwamba eti una bidii sana kuwazidi wengine, hapana. Kuna mwingine masaa yake ya kulala ni machache, lakini bado hajafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema hapo utamkumbuka Bwana Mungu wako. Yeye peke yake ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Kwa usipoweza kumkumbuka Mungu kwenye kila eneo unalolipita, kwenye kila hatua unayoipiga, kwenye kila madhira unayokutana nayo, uwe na uhakika ya kwamba Mungu peke yake hatakaa kwenye maisha yako. Maanake Mungu anatamani akikaa kwako ajitukuze yeye peke yake.
Mungu hagawanagi utukufu. Ni mambo mangapi yanayoondoa moyo wako kwa Mungu? Ni vitu vingapi ambavyo vinavyokupa kusita? Ukisoma hapa na kitabu cha Zaburi, kitabu cha Zaburi, Zaburi ile ya 119 kifungu cha 113. Zaburi 119 kifungu cha 113. Biblia inasema, watu wa kusita na wachukie, lakini sheria yako naipenda. Watu wenye kufanyaje? Kwenye kusita ninawachukia. Anachukizwa na nini? Kwa nini watu 1,500,000 wameachwa? Mungu aliwaona hawa 50,000 ni watu wasiokuwa na moyo wa kufanyaje? Wa kusita. Kwa kitu pekee ambacho kinachoweza kuondoa uwepo wa Mungu kwenye maisha yako ni moyo wa kusita. Moyo wa kusita ukitawala kwenye maisha yako, manake umeruhusu uwepo wa Mungu uondoke. Kwa swala kama unataka kumfuata Yesu, fuata kanuni zake zote. Uwepo wa Mungu utauona kwenye maisha yako. Biblia inasema kwamba utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani, utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa utokapo. Anasema kitabarikiwa kikapo chako cha kukandia. Biblia inasema hadi mfugo ulioko nyumbani kwako utafanyaje? Utabarikiwa. Biblia inasema atabariki uzao wa tumbo lako, atabarikia uzao wa nchi yako. Kwa nini? Umekubali. Kwa mtu wa Mungu, kama umetaka kumchukua Yesu, acha kusita. Usikubali dhambi kaondoa uwepo wa Mungu. Usikubali ulevi, usikubali masengenyo. Manake watu wakitazama waione kweli ya Mungu ndani. Paulo anasemaje? Ninyi ni barua. Na sifa barua ni kusoma, si ndio? Sifa barua ni kufanyaje? Biblia inasema msomeke na kila mtu. Sasa jiulize swali, wewe barua yako jamii kusoma inakusoma kama nani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna wengine jamii inatusoma kama wachoyo wastaarabu. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja ana barua yake. Kama barua yako ni mbaya, hata kusita. Usikubali tabia ya asili. Usikubali tabia ya asili, dhambi ya asili ikaendelea kukutesa. Kubali kubadilika. Kubali kuondoka. Moyo wa kusita Mungu apendezi nao. Manake Ahabu akataka kutumikia Yehova na akataka kutumikia bahari. Sikiliza mtu wa Mungu, Mungu hachangamani na vitu. Watu wanakuambia kwamba Mungu anasema jisaidie na mimi nitakusaidia. Mungu anamwambia Ayubu, wakati nilipokuwa nikiumba dunia na kuitandaza na kuweka misingi yake, wewe ulikuwa uko wapi? Ayubu anasema hamna. Kwa kama Mungu aliweza kuisimamisha mbingu bila nguzo ya tofali, mwanadamu ni nani hata msaidie Mungu? Sikiliza, Mungu hasaidiwi. Na ndio maana maandiko yanasema imeandikwa alaniwe amtegemea mwanadamu mwenzake kwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Mungu. Amina. Amelaaniwa amtegemee mwanadamu. Kwa nini? Mwanadamu ni mnyama na siku zake za kuishi ni miaka 70. Ayubu anasemaje? Bwana ametuwekea mipaka tusiyoweza kufanyaje? Sikiliza mtu wa Mungu, mchague Yehova. Manake huyo kiongozi wako ambaye anakukazia kwamba lazima utembee 1, 2, 3, utekeleze kanuni za kibinadamu kuliko kutekeleza kanuni za kimungu. Sikiliza, ipo siku atakufa na jina lake litasahaulika. Huyo mganga uleta huko unaomwona ni kila kitu kwenye maisha yako, sikiliza mtu wa Mungu, ipo siku ni atakufa na jina lake litasahaulika. Hao rafiki zako waliokuambia usimfuate Yesu, ya kwamba twende tukalewe, ukiokoka umeniwani mshamba, sikiliza mtu wa Mungu, hao nao pia watakufa, watasahaulika. Lakini uwepo wa Mungu anasema mimi ni jana, leo na hata milele. Manake Mungu hasahauliki, Mungu hapotei, wala Mungu hafi, wala Mungu hasahauliki. Yeye alikuwepo, yeye yupo, ataendelea kuwepo. Vizazi vilivyopita vimemwacha, na wengine waliokuja wamemwacha. Sisi tumekuja, tutamwacha. Vizazi vyetu vitakuja, vitamwacha. Anasema kwamba mimi ndio yule Mungu ambao ukinipeleka kwenye maji, ninaitwa maji ya uzima. Mkinipeleka kwenye mwamba, ninaitwa mwamba wa imara. Ukinipeleka kwa wanyama, ninaitwa simba
wa kabila la Yuda. Mkinipeleka kwenye miti, matunda ya majani yangu ni mti wa uzima, mkiala hamtaumwa tena. Anasema kwamba mkimpeleka kwenye damu, anasema damu yake yeye inanena mema kuliko damu za waganga, kuliko damu za mapepo, kuliko damu za wachawi, kuliko damu za wazinzi, kuliko damu za kuku, kuliko damu za mbwa. Anasema kwamba kwa damu yake yeye dunia yote inatakaswa kwa yeye. Yeye ni yote ndani ya yote. Achana kusikiliza sauti ya upande wa pili inayokufanya kusitasita, inayokufanya kusitasita. Paulo anasemaje? Ninafurahia mateso haya, nitapoharibika mwili huu nitapata mwingine kwa Baba. Anasema bali mimi ninakaza mwendo ili nipokee taji. Sikiliza mtu wa Mungu, hata kama ni mateso ulionayo, usikubali mateso yakakufanya ukasitasita mbele za Bwana. Yasahau mateso, uyaone kama mavi. Paulo anasema kwamba maisha yangu nayaona si kitu mbele za Bwana. Mateso yako sio kitu, kwa sababu kuishi kwetu si Kristo, kufa kwetu si faida. Amina. Acha kusitasita. Amen. Acha kusitasita. Amina. Kubali kutembea na Bwana. Amina. Kubali kutembea na Bwana. Daudi anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Tena anasema huyu Mungu hawi Mungu wangu wakati amenijibu tu. Anasema atakuwa Mungu wangu hata nikipita katikati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Anasema tena jeshi litapoinuka kupigana nami, sitaogopa. Vita vitaponitokea, anasema hata hapo bado natumaini. Anasema neno moja nilitaka kwa Bwana, ndilo nitakaloitafuta asubuhi, ndilo nitakaloitafuta mchana. Anasema nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Manake siku zote, manake katika siku za mateso anasema nitakuwa naye. Na ndio maana anasema mkumbuke Mungu wako siku zote za ujana wako, kabla zijaja siku zilizo mbaya. Unajikuta wengine maisha yao wameyatoa kwa shetani, baadaye sasa ndio anakuwa kama kina Ahabu. Tazama, wamepigwa, wamekunjwa, waganga wameshindwa kutoa majibu, wanaanza sasa kulia, tusaidie watu wa Mungu, mtuombee. Sikiliza mtu wa Mungu, anasema moyo wa kusitasita anauchukia. Wengine leo wanaokopa kuomba kwa sababu kanuni zao za kikanisa, kanuni zao za kidini zinaokopeka, ya kwamba ukionekana unatengwa. Sikiliza, anayekutenga naye atakufa, ataoza, jina lake litasahaulika. Biblia inasemaje? Tezi namba 22 basi inasema mahali pa msalaba kinatolewa cheti cha kumuonyesha Yesu kificho kwa cha nini? Cha kanisa. Sikiliza, dini ni mpango wa mwanadamu kumtafuta Mungu, ila wokovu ni mpango wa Mungu kumtafuta nani? Mwanadamu. Na ndio maana Mungu anamtafuta Adamu, anasema uko wapi? Anasema nipo huku. Yawezekana dini hiyo njia inaweza ikawa sahihi, isiyo sahihi. Kitabu cha Warumi kinasemaje? Waligeuza kweli ya Mungu kuwa uongo, wakawasujudia wanadamu kuliko kumsujudia Mungu. Na ndio maana wengi leo ni ngumu sana mtu kulewa akimwona mchungaji wake, ni ngumu sana mtu kufanya ubaya akimwona mchungaji wake. Sikiliza, unaweza kumficha mwanadamu mwenzako, unaweza kumficha nabii wako, unaweza kumficha kasisi wako, unaweza kumficha shehe wako, ila hauwezi kumficha Mungu. Anasema hata ukisema lisani mimi naona. Ukituona sio watumishi maisha matakatifu, hata kama ulikuwa unatukana, mdomo pale pale unaweka patex. Anasema mtasitasita katikati ya mawazo mawili. Bwana akiwa Mungu, fanyaje? Fuateni. Yawezekana dini yako haiwezi kukwambia kwa sababu ni mtoaji mzuri. Unapone wewe kila eneo ulipo, ikitajika nini unaonekana. Sikiliza, unapakwa mafuta kwenye mgongo wa nini? Wa chupa. Biblia inasema kwamba ukitaka kutoa sadaka yako, iache kwanza pale mlangoni. Nenda kapatane kwanza na jirani yako, nenda kapatane kwanza na Mungu, halafu ukija mkipatana, halafu njoo nitolee sadaka yangu. Sikiliza mtu wa Mungu, acha kusitasita katikati ya mawazo mawili. Yawezekana unamtaka Mungu, lakini moyo kusitasita umebebwa na rafiki zako. Wanakuambia ukianza kuomba watakuonaje, wanaweza kukuomba
kuomba watakuonaje? Sikiliza mtu wa Mungu, unayenisikiliza ukiwa hapa na unayofuatilia kwa njia ya YouTube. Sikiliza mtu wa Mungu, rafiki yako hawezi kukusaidia, kanisa lako kubwa haliwezi kukusaidia, mchungaji wako mkubwa hawezi kukusaidia, askofu wako hawezi kukusaidia. Kuna nyakati zitafika utahitaji uwepo wa Mungu kuliko hata uwepo wa ndugu zako, kwa sababu kuna majira yakifika hata askofu wako ataruhusiwa kuingia kwenye kitanda ICU utakapokuwepo. Watamwambia kama kuomba, omba nje ya kioo. Sikiliza, hayo ni majira ambayo unahitaji uwepo wa Mungu. Hayo ni majira unahitaji msaada wa Mungu. Swala ni kuchagua leo. Chagueni hivi leo mtakayemtumikia. Wengi leo wanaogopa. Ukienda pale itawezekanaje? Utakuwaje? Acha kwenda. Endelea kuwa mzinzi mzuri. Endelea kuwa mlevi mzuri. Swala muda ndio kipimo sahihi kwenye maisha kila mtu. Yesu anasema natazama naja upesi na ujira wangu mkononi, kumlipa mtu sawa na nini? Na matendo yake. Yule tajiri yuko kule anateseka, anaumia, anateswa, anaumizwa, anamwambia Ibrahimu, we baba yangu Ibrahimu, mtume Lazaro aende akawasaidia ndugu zangu wasije wakaishi kama mimi nilivyoishi. Ibrahimu anamwambia kule wapo mitume, kule wapo manini? Manabii, wawasikilize wao. Yaani kweli, alisema hata nikituma mtu kutoka kuzimu, hamtaweza fanyaje? Leo ni wangapi wanakuambia ule ushuhuda ule ni watu wanapangwa. Ni watu wanafanyaje? Wanapangwa. Yaani nenda pale kazungumze moja, kazungumze mbili na viwatu na kunaga wapumbavu kama walokole. Sisi kupambanua mambo. Biblia inasemaje? Mpumbavu anaamini kila nini? Ni shuhuda ngapi ambazo wanasikia watu Mungu kawatendea makubwa, Mungu kaonyesha vitu vikubwa, sema hizo ni skendo tu. Skendo, subiri. Baadaye sasa umebanwa. Nitateni mchungaji. Niteni mchungaji. Sasa ni kama vile beti lilokataa chaji. Kila chaji unatesa. Unataka chaji. Sio unaga simu ambayo inabagua chaji. Kila chaji unafanyaje? Umebanwa. Kila muomba, yani hata kama ukikutana na katoto kadogo, nikamuombaji, nami niombee. Umebanwa. Chagua hivi leo utakayemtumikia. Chagua hivi leo ni nani utakayemtumikia. Yeshua akawaambia, chagueni hivi leo utakayemtumikia, ila mimi na nyumba yangu sisi tutamtumikia Bwana. Kama utasikiliza marafiki zako wakakufanya moyo wako ukasita, usikiliza. Kama vile Ahabu akamsikiliza zaidi Yezebeli kuliko kumsikiliza nani? Mungu. Akamsikiliza zaidi. Kuna mfalme mmoja, wale watu wanasema tugelegezee kongwa, tulegezee kongwa lako nasi tutakutumikia. Yule mtu akasema, akaenda kushauriana na watu, asema wale watu wamefanya, anasema viacha ujinga. Wakamshauri ujinga. Akaenda akamwambia, kama baba yangu aliwapigeni kwa mijeledi ya ngozi, mimi nawapigeni kwa mijeledi ya chuma. Angalia kilichomkuta. Wakamkataa. Wakaenda kuambatana na ufalme mwingine. Wakafanya makubwa kwenye ule ufalme. Sikiliza. Swala la wokovu ni la mtu binafsi. Sio umeelewa? Na ndiyo maana hata kama mtakufa wawili kwa wakati mmoja, ila hamwezi kuzikwa kaburi moja. Kila mmoja atakuwa na la kwake. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo elewa ya kwamba swala la wokovu ni la ubinafsi, ni la upekee. Ukiacha kumtumikia Mungu wa kweli, kwa sababu kuokopa majirani zako watakuwa umekuwa mshamba. Hao watakuona mshamba. Siku utakapopelekwa kweli,
wanakuja kusema hivi, kumbe na ule ujanja wake na matashishi yake yote mjini, kumbe kwa ndo pako hivi. Jionyeshe mshamba. Ni bora dunia ikuite mshamba, ila Mungu akuone mwenye akili. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Zaburi nasemaje? Toka mbinguni niliwachungulia wanadamu, nione kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Mungu kwa bidii. Amtafutaye Mungu kwa bidii. Leo Mungu haioni bidii yetu kwa sababu tuna sita. Leo tunamtaka Mungu, ila maisha tulionao yanamsaliti nani? Yanamsaliti Yesu. Na ndio maana kuna wakati unatamani Mungu ajifunue kwako, lakini ndani yako anakutana na moyo wa kusita. Manake Mungu afanye chochote. Israeli wakajikuta wanatembea na wingu, lakini nguvu za wingu hazipo. Maadui akija wanawapiga. Na ndio maana imekuwa kwa Kristo wengi leo tunatembea na wingu, ila nguvu ya Mungu ya wingu haipo.